Kuna sintofahamu kubwa sana ambayo inaendelea kwa hivi sasa kwenye mlango wa bahari wa Hormuz, ambapo taarifa zinaeleza kwamba kuna meli za mizigo zimeshambuliwa karibu kabisa na eneo hilo la mlango wa bahari wa Hormuz, na ripoti hizi zimetokea tangu siku ya hapo jana ya Jumapili, na kwa mujibu wa vyombo vingi vya habari duniani vimethibitisha kutokea kwa tukio hilo. Sasa taarifa hii pia imekanushwa vikali na Irani kwamba hawajahusika na mashambulizi hayo. Ripoti inaeleza kwamba mashambulizi mapya yameripotiwa dhidi ya meli za mizigo zilizo karibu na Strait of Hormuz, katika tukio linaloendelea kuongeza wasiwasi kuhusu usalama wa usafiri wa baharini katika eneo hilo lenye mvutano mkubwa. Kwa mujibu wa kituo cha uangalizi wa biashara cha baharini cha United Kingdom Maritime Trade Operations, meli moja ya mizigo ilishambuliwa na boti kadhaa ndogo ilipokuwa ikisafiri karibu na pwani ya Iran, mashariki mwa mlango huo. Wakati huo huo, meli nyingine ya mafuta iliripoti kupigwa na vitu visivyojulikana ikiwa karibu na eneo la Fujairah katika Umoja wa Falme za Kiarabu. Hakuna majeruhi walioripotiwa katika matukio hayo, ingawa mashambulizi hayo yanaongeza idadi ya matukio zaidi ya 20 yaliyotokea katika na karibu na eneo hilo tangu kuanza kwa vita vinavyoendelea kati ya Irani na wapinzani wake. Tukio hilo ni la kwanza kuripotiwa tangu Aprili 22, likionyesha kuwa hali ya usalama bado ni tete licha ya majaribio ya kudhibiti mzozo huo. Ripoti zinaeleza kuwa meli hiyo ya kwanza haikutambulika wazi, lakini ilikuwa ikielekea kaskazini karibu na eneo la Siriki nchini Iran. Irani imekuwa ikidai kuwa ina udhibiti wa mlango huo wa bahari na imeonya kuwa meli zisizo na uhusiano na Marekani au Israel zinaweza kupita iwapo zitalipa ada maalum, kauli inayoibua mjadala mkubwa kuhusu sheria za kimataifa na uhuru wa baharini. Hata hivyo, Irani imekanusha kuhusika na shambulio hilo, ikisema kupitia vyombo vyake vya habari kuwa meli hiyo ilisimamishwa tu kwa ukaguzi wa nyaraka kama sehemu ya uratibu za kawaida za ufuatiliaji. Wakati huo huo, ripoti zinaeleza kuwa boti za doria za Iran ambazo ni ndogo na zenye mwendo kasi zimekuwa zikifanya kazi katika eneo hilo na zimeelezwa kuwa ni vigumu kuzitambua kwa haraka. Hali hiyo imeongeza tahadhari, hasa baada ya Rais wa Marekani Donald Trump kutoa amri ya kushughulikia kwa nguvu boti zozote zitakazotumiwa kuweka mabomu ya majini. Aidha, mamlaka za baharini ziliripoti kuwa meli zilizo karibu na rasi ya Al-Haimah kaskazini mwa UAE zilipokea tahadhari kupitia redio zikishauriwa kuondoka maeneo ya nanga, ingawa haijafahamika ni nani aliyetoa mawasiliano hayo. Matukio haya yanaendelea kuifanya njia ya Hormuz kubaki moja ya maeneo hatarishi zaidi duniani kwa usafirishaji wa mafuta na biashara ya kimataifa. Kwa kinachoendelea kwa hivi sasa maeneo karibu kabisa na mlango wa bahari wa Hormuz, yani kinachoonekana kwa uwazi ni kwamba sintofahamu ya mlango huo bado inaendelea kwa kiasi kikubwa sana. Kuna kitu kama vile cha kutunishiana misuli upande wa blockade ile ya Marekani, lakini pia kwa wadhibiti wenyewe Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, jeshi lake la majini. Boti zake zimekuwa zikifanya doria za mara kwa mara katika mlango huo, zikihakikisha kwamba kile ambacho wanakihitaji kinatimizwa kwa masharti yao wenyewe kutokana na udhibiti ambao unafanyika katika eneo hilo. Na kuna janja ambazo meli ambazo zimekuwa zikihusiana na Marekani pamoja na Israel, hasa zile ambazo za washirika kama za Uingereza na nyinginezo, zimekuwa zikitumia ujanja kwa kiasi kikubwa sana ili kupenya katika maeneo hayo, hasa yale ya mbali na eneo la mlango wa bahari wa Hormuz. Ndio maana zimekuwa zikikumbana na mashambulizi ya mara kwa mara, japokuwa Irani imekanusha kuhusika na mashambulizi ya meli hizi mbili maeneo karibu na mlango wa bahari wa Hormuz. Basi tutazidi kufuatilia, mtazamaji wetu, nini ambacho kinajiri kufuatia taarifa hizi kutokea moja kwa moja katika kitovu kikubwa cha upitishaji wa meli za kibiashara, hasa meli za mafuta pamoja na gesi katika mfereji wa Hormuz. Hapa Zone Media tutakuletea yote yanayojiri katika maeneo hayo. Cha msingi tu ni kuweza kuwa karibu nasi wakati wote kwa kusubscribe channel yetu, kulike, kucomment pamoja na kushare.